taratibu zote zinaendelea. Kwetu sisi Yanga ndio wenyeji wa mechi hiyo. Tumewaambia viongozi wetu asitokee kiongozi akaenda kwenye maandalizi ya mechi hiyo, haipo. Na hatutakuwa tayari kuona timu yetu inakwenda uwanjani tarehe 15. Tushawaambia viongozi. Hawa viongozi tumewaweka sisi. Sisi hatuwaambii bodi ya ligi wala hatuwaambii TFF. Viongozi wetu tumewaweka sisi. Na tushawaandikia barua kimaandishi. Sio kwa kuambia tu mdomoni, tushawaandikia kupitia mtendaji mkuu wa klabu kwamba wanachama wa Yanga hatuko tayari kuona timu yetu inakwenda kucheza mpira tarehe 15 kabla hatujapata taarifa rasmi kutoka bodi ya ligi ama TFF kwa nini mechi ya tarehe 8 iliahirishwa. Lakini pia tunaiomba serikali kwamba waiangalie TFF na bodi ya ligi. Tunajua kanuni za FIFA, masheria za FIFA haziruhusu serikali kuingia kwenye mambo ya mpira. Lakini hii hapa ilipofikia ni lazima serikali yetu sasa iingie kwenye swala hili. Swala hili linavunja amani ya nchi. Swala hili linavunja umoja wa kitaifa. Swala hili linaleta mtengano wa wanayanga na wengine ambao si wanayanga. Tulimlalamikia rais wa TFF hasa baada ya kurudi. Tulitegemea kwamba rais wa TFF atasimama kati ya Yanga na bodi ya ligi. Lakini cha kusikitisha, rais wa TFF ameamua kuwa na upande wake. Badala ya kuwaita Yanga na bodi ya ligi kuona kwamba kuna nini kinachoendelea, ameamua kuwakandamiza Yanga kwa kuwa na upande mmoja bila hata kuwasikiliza Yanga. Kwa tunaiomba serikali yetu waiangalie swala hili. Lakini pia tumemsikia naibu waziri juzi bungeni. Amekwenda kinyume na bosi wake ambaye ni waziri wa michezo. Waziri alipoulizwa swali hili kabla ya naibu, alieleza kwamba swala la dabi ni swala la TFF na bodi ya ligi. Lakini tumesikitishwa na kitendo cha naibu waziri juzi bungeni akieleza kwamba dabi ipo na itachezwa kwenye uwanja wa Benjamin Mkapa, wakati yeye si mpangaji wa ratiba na haimuhusu. Kwa tunaiomba serikali pia kwamba matamshi ya baadhi ya viongozi wa serikali yanazidi kuamsha hasira na morali ya wanayanga kwamba kwa nini serikali yote ingie kwamba lazima mechi ichezwe. Kwa nini waseme lazima mechi ichezwe? Kwa nini Yanga hatusikilizwe? Sasa sisi kama wanayanga wa mkoa wa Dar es Salaam tumedhamiria kwamba hatutapeleka timu na tunawaagiza viongozi wetu wasifanye hivyo. Tuko tayari kwa hatua yoyote ambayo wataona inafaa kwetu. Kama wakiona Yanga tuna makosa, tuchukuliwe hatua kwa mujibu wa kanuni walizoziweka. Lakini kama wanao wana makosa, basi nao wawajibike kwa kanuni walizoziweka wenyewe. Hatuko tayari kuona timu yetu inakwenda kucheza mpira wa tarehe 15 kabla hatujapata kile ambacho tumekiomba tukipate. Lakini kingine ambacho kimetusikitisha, ambacho leo tumepata nafasi ya kukizungumza hapa mbele ya waandishi wa habari, ni kitendo kilichofanywa na wenzetu, watani zetu kwenye fainali waliocheza kule Zanzibar. Tunaamini mpira ni starehe. Tunaamini mpira unatuunganisha ndugu na ndugu. Lakini hatujafikia hatua ya kuwa mahasimu wa kugombana. Lakini juzi baada ya kauli za viongozi wao, tuliona jinsi gani wanayanga walivyodhalilishwa pale Zanzibar. Mtu anadhalilishwa mbele ya familia yake, jezi zinachanwa, watu wanapigwa, wanatolewa uwanjani. Eti tu kwa sababu wamevaa jezi za Yanga. Lakini cha kusikitisha kwamba hakuna mwenye mamlaka aliyesimama kukemea swala hilo mpaka leo. Hatujawahi kusikia kauli ya TFF ya kulaani tukio lile. Tunawapongeza viongozi wetu kwamba viongozi wa klabu walishatoa tamko la kulaani kitendo kile, na ndiyo kauli yetu kwamba tunadhani kwamba wenzetu wanatuona sisi ni wapangaji na wao ndio wenye nyumba. Tunaamini swali hili wangefanya Yanga tushachukuliwa hatua. Niwakumbushe kwamba aliyekuwa msemaji wetu hapa zamani Jerry Muro aliwahi kutangaza kwamba hatuwahitaji Simba kuja uwanjani wakati Yanga inacheza na TP Mazembe uwanja wa Benjamin Mkapa. Alichukuliwa hatua na shirikisho na akapewa adhabu. Leo viongozi wa Simba wamehamasisha watu wa Yanga wasiingie uwanjani, na walioingia wamefanywa vitendo vile walivyofanyiwa.
Tunadhani hii si ungwana, na hili linaweza likaleta mpasuko hapo baadaye ambao kuzuia itakuwa ngumu. Kwa hiyo tunaiomba wenye mamlaka, serikali, hebu waingie waone kwamba umoja wa kitaifa unaweza kuvurugwa na wenye mamlaka tunaomba kuongoza mipira nchini. Mwisho ni wahakikishie kwamba hatuna nia mbaya, hatuna nia yoyote ovu. Tuna lengo la kutengeneza mpira wa nchi hii. Hatuchezi mechi ya tarehe 15 ya mwezi huu. Sasa nimuombe mzee wangu na yaeleze kile ambacho anacho kwa niaba ya baraza la wazee, ili tuone kwamba watu wanaipokea vipi. Karibu sana mzee wangu. Yanga